Naona kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi amekwenda Qatar kule, ameomba sadaka, wamemkubali hawa, wameleta, na wewe mheshimiwa ambaye unamsaidia mheshimiwa, unamwambia mimi mheshimiwa na kuunga mkono na kwenda kuwapa wale wanyonge. Hii ndio siasa mheshimiwa ambayo iliyotukuka. Endeleeni na Mwenyezi Mungu atakusaidieni. Mheshimiwa, angekosa kusema hayo, nadhani yale maneno ya mheshimiwa mkuu wa mkoa ningekufa kinywa wazi. Kwa hivyo nilisema kwamba niyaseme hayo ili kila mmoja aweze kuyafahamu. Kwa hivyo mheshimiwa, endeleeni kufanya kazi kwa pamoja. Hiyo mtatujengea utulivu ambao sisi mlotuweka huku ngazi za chini kuweza kuonesha kwamba taifa letu kesho kutwa mwaka 2025 tunakwenda katika uchaguzi, tunakwenda uchaguzi wa salama na amani, na wananchi wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Huu ni wajibu wetu wa kikatiba. Ni wajibu wa kikatiba wa serikali, ni wajibu wa kikatiba wetu sote kuwasaidia, kuwatunza na kushirikiana na watu ambao wana mahitaji maalum. Kwa hivyo mnapoona tunafanya haya, msione kwamba labda tunafanya kama ni huu ni wajibu wetu, na tusipoutimiza tunawajibika na tuna haki ya kuulizwa kwa nini hatutimizi wajibu huu. Kwa hiyo na mnapoona kwamba serikali kwa kutambua wajibu huu, ndio maana baraza la watu wenye ulemavu na shughuli zao zote zimewekwa chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Hazikuwekwa katika labda wizara tu yoyote. Alisema hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba huku tunakokwenda tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu sote tuombe upite kwa salama. Sasa ni ajabu na ni jambo la kusikitisha kwamba uchaguzi mkuu nao pia umekuwa ni sababu ya kuongeza idadi ya watu wenye ulemavu. Uchaguzi mkuu uliopita wa 2020 kwa hesabu zetu sisi, tathmini na tulionayo, iliongeza takriban watu 26 wenye ulemavu wa kudumu ambao hapakuwa na sababu hata kidogo. Kwa hivyo huu nitoe wito mimi kwa sote tunaohusika, kwa sababu wengi katika hawa ambao walipata haya ulemavu wa kudumu kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa 2020, wengi wao hawakuwa wanasiasa, walikuwa na watu wala hawakushiriki kwenye shughuli za siasa, wengine walikuwa majumbani mwao, wengine walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunalipitisha zoezi hili ambalo lipaswa liwe ni baraka kwa nchi yetu, kwa sababu ni zoezi la kutafutana nani ana uwezo zaidi wa kutusimamia mambo yetu, lisiwe ni sababu ya vurugu, libaki kwamba ni jambo la baraka, libaki kwa ni jambo la ustaarabu. Kwa hivyo na mimi naungana nanyi kwamba kila mmoja kwa nafasi yake achukue juhudi hizi katika kuhakikisha kwamba tunaliendea jambo hili na tunalimaliza kwa usalama.